Ikiwa haujawa na huruma kwa Kim Jong-un, kiongozi wa Korea Kaskazini, tabia zake za kula kwa kupita kiasi na mtindo wa maisha wa kifahari kabisa, bila shaka zitakuongezea kutokupendezwa kwako na yeye. Wakati watu wake wenyewe wanakabiliana na njaa kali na unyanyasaji wa lishe, yeye anafurahia jibini bora duniani, anathamini vinywaji vyenye thamani kubwa na hutumia maelfu ya dola kienyeji katika burudani moja usiku mmoja. Endelea kutazama video hii hadi mwisho, kwani hivyo ndivyo siku ya kawaida ya maisha ya Kim Jong-un inavyoendelea. Asubuhi tofauti na viongozi wengi wa dunia ambao wana wakati uliowekwa wa kuamka, kiongozi mkuu wa Korea Kaskazini, Kim Jong-un, huifuata ratiba ya kubadilika. Kidogo kinajulikana kuhusu hilo, lakini kina uhusiano na kiasi cha sherehe na vinywaji vilivyotokea usiku uliopita. Hivyo Kim Jong-un hana wakati maalum wa kuamka. Hata hivyo, linapokuja swala la kwanza siku kwa nchi yake, yeye huiga njia ya pekee. Huamsha raia wa mji wake mkuu, Pyongyang, kwa kucheza wimbo maalum kupitia spika kote mji. Na hii sio kuita kawaida ya kuamka. Wimbo ni Wapi Uko Jenerali Wangu, na ni wimbo wa Kikorea Kaskazini uliodaiwa kuandikwa na Kim Jong-il, baba wa Kim Jong-un, mwaka 2008. Tangu wakati huo, wimbo huu unarejea karibu na kituo cha reli cha Pyongyang asubuhi, na hakika si vizuri kuamka kwa kweli. Inaonekana kama sauti za kutisha za mapepo zinazoitisha jiji lote. Rutiniti hii ya asubuhi ya ajabu inalengwa kwa raia wa Korea Kaskazini tu, si kwa kiongozi mkuu Kim Jong-un, kwani anaanza asubuhi yake katika kasri lake la kifahari. Kwa kawaida anaanza siku katika makazi ya Ryongsong, ambapo anaishi na mkewe Ri Sol-ju na watoto. Hii makazi, inayojulikana pia kama kasri la kifahari la kati, ilijengwa mwaka 1973. Sasa inaeleweka wazi kwamba makazi ya Ryongsong si mahali pa kawaida pa kuishi, bali ni sehemu ambapo Kim Jong-un, au kama anavyoitwa na watu wa Korea Kaskazini, kiongozi mkuu, anaishi. Kasri hili lina huduma zote za kifahari, ikiwa ni pamoja na vyumba vya mlo kando ya ziwa, bwawa kubwa lenye upana wa mita 50 na urefu wa mita 50 lenye tobogan na uwanja wa mbio. Aidha lina uwanja wa michezo, spa na sauna, banda za farasi, eneo la kufyatua risasi, uwanja wa mbio za farasi na kila kitu unachoweza kufikiria. Sasa, ukifikiria juu ya rutiniti yake ya kila siku, kwa kawaida mtu wa kawaida mapema asubuhi anafanya ziara fupi kwenye choo, sivyo? Lakini subiri, inaonekana Kim Jong-un anaweza kuwa nje ya tabia hii ya kawaida. Ndio, ulisoma kwa usahihi. Korea Kaskazini imefanya tamko la kipekee kuhusu kiongozi wao Kim Jong-un. Inadaiwa kuwa yeye ni mwaminifu na anajitolea kusaidia watu wa Korea kustawi, hivi kwamba nguvu zake zote zinatumika bila kuacha mabaki yoyote. Na kushangaza, madai kama hayo yameshatolewa hapo awali kuhusu babake Kim Jong-il na hata babu yake Kim Il-sung. Labda inaweza kuonekana kuwa ya ajabu kwa mara moja, lakini ndio imani ya watu wa Korea Kaskazini, au labda wanahimizwa sana kuamini hivyo. Hakuna mtu mwenye akili timamu anaweza kukubali kitu kisicho cha kawaida hivyo. Swali ni kwamba watu wa Korea Kaskazini wamefundishwa kuabudu dikteta wao kama kiongozi mkuu, karibu kama Mungu, na hivyo kumwabudu kama mtu matakatifu. Mfumo umepanga akili zao kwa namna ambayo huwafanya kuamini kuwa kiongozi wao ameondolewa wasiwasi wa kidunia kama mahitaji ya msingi ya mwili. Ripoti za raia wa kawaida wa Korea Kaskazini ambao wamefanikiwa kutoroka nchi hiyo zimetambua jinsi walivyoweza kusurvive katika taifa hilo lililozingirwa. Wanashiriki uzoefu wa kufundishwa tangu kuzaliwa kuwaona Kim kama miungu, ikawaamini kwa mfano kwamba Kim Jong-un anaweza hata kusoma akili. Na nilidhani ikiwa ningekuwa na mawazo mabaya, angekuwa na uwezo wa kuniua kwa sababu ana uwezo wa kusoma mawazo yangu.
Lakini Kim Jong-un hujali, kabisa la hajali. Anaanza siku yake na kikombe cha kahawa iliyotayarishwa kama ilivyopikwa, kana kwamba ana ajenda yenye shughuli nyingi zaidi kuliko binadamu yeyote. Kwa kiongozi mkuu ambaye siku zake lazima ziwe zimejaa majukumu yenye athari kubwa, kikombe cha kahawa ndio suluhisho bora kabisa dhidi ya uchovu, sivyo? Huenda hii ndio kitu pekee ambacho wengi wetu tunaweza kujiweza nacho, kikombe cha kahawa asubuhi. Walakini usitoe hitimisho kwa haraka, kwa sababu huo ni mwisho wa mafano. Wakati wengi wetu tunachagua kikombe cha kahawa cha kawaida, kiongozi wa Korea Kaskazini anatofautiana kwa kuchagua machanganyiko bora tu wa kahawa zenye utamu ambazo pesa inaweza kununua, na hakika haziwezi kuwa za bei rahisi. Kim anapenda kahawa bora ya Kibrazili. Kahawa hii ni mojawapo ya vitu vingi vya anasa ambavyo anavimleta kwa furaha yake mwenyewe na kwa mazingira ya kipekee yanayomzunguka. Rekodi za kihistoria zinaashiria kwamba mara nyingi kahawa hii husafirishwa hadi kufikia $500 kwa pauni. Mwaka wa 2018 pekee, Korea Kaskazini inasemekana iliagiza karibu $1 milioni za kahawa ya Kibrazili kwa ajili ya kiongozi wao mkuu. Walakini sio tu bei ambayo inafanya iwe ya kipekee, ni pia ukosefu wake wa kawaida na ugumu wa kuipata ndani ya Korea Kaskazini ambao unafanya iwe ishara ya mtindo wa maisha wa kifahari na mamlaka ya Kim Jong-un. Kahawa hii ni mfano tu wa ladha yako ya anasa, na tunaweza tukumtakia ashirikiane kidogo na marafiki na familia yake. Baada ya kuridhika kwa kipimo chake cha asubuhi cha kafeini, ni wakati wa kifungua kinywa kikuu cha Bwana Kim. Je, unajua kwamba karibu nusu ya idadi ya watu ya Korea Kaskazini wanakumbana na matatizo ya lishe? Ripoti ya Umoja wa Mataifa inapendekeza kuwa takriban Warundi milioni 12 wanasumbuka na njaa na uhaba wa chakula. Kwa kushangaza, huku kiongozi wa Kim Jong-un akipendezwa na kiamsha kinywa cha ndoto za watu wengi, meza yake ya anasa iliyojaa sahani tamu husababisha kushangaa. Sio jambo la kushangaza, kwani moja ya mambo machache tunayojua kumhusu ni kwamba anapenda kula, hilo likiwa sehemu muhimu zaidi ya siku yake, na haiwezi kupuzwa ukubwa wa ajabu wa kiunoni mwake, ithibati wazi ya ladha yake. Badala ya nafaka za kawaida au toast, kwa dhahiri anachagua kifungua kinywa anachostahili mfalme. Lakini vipi haswa itakuwa karamu yake ya asubuhi? Vizuri, hapana nafasi ya vitafunwa. Anza na bacon ya ubora wa juu, nyama ya kuchoma na steak za premium ambazo haziwezi kuchanganywa na nyama za kifungua kinywa za kawaida, bali badala yake ni vipande vya heshima kama jambon la Italia na nyama ya Wagyu. Sehemu ya huzuni ya yote haya ni kwamba wakati Kim anajiburudisha na vitu vyake vya nyama, watu wake wanapata chakula kutoka kwa mkele uliopikwa na pasta ya maharagwe, wakiendesha lishe yenye mboga bila upatikanaji wa protini ya wanyama, labda kutokana na matumizi karibu ya kipekee ya kiongozi wa nyama za nchi na dunia. Wingi wa kupendeza wa vipande vyenye ubora wa juu kutoka duniani kote ambavyo hupeleka ni wa kushangaza. Nyama ya Kobe, kwa mfano, ni kitu lazima mezani kwa Kim, ambaye anapenda nyama yake kuwa hai kabisa, na hali iko hivyo na upatikanaji wake. Nyama hii ya Kijapani ni moja ya ghali zaidi duniani, ikiwa na gharama kati ya $200 hadi $100 kwa pauni. Na kwa bei hiyo, si ajabu kiongozi mkuu kuipenda. Upendo wake kwa kitoweo hiki ghali umepokezwa kutoka kwa baba yake Kim Jong-sat. Mpishi wa zamani wa sushi wa familia, Kenji Fujimoto, alifunua kuwa baba na mwana walikuwa wakifurahia pamoja nyama ya Kobe. Lakini ufichuzi wa mpishi Fujimoto hauishi hapo. Alitambua pia kwamba sushi ilikuwa mara kwa mara mezani kwa dikteta asiye na huruma. Ingawa kwa jadi sushi huchukuliwa kuwa chaguo la afya, Kim Jong-un huchagua bila kusita chaguo lisilo la afya: toro, sehemu yenye mafuta mengi zaidi ya tuna.
Si ajabu kwamba ana uzani wa pauni 300. Hata hivyo, lawama haziwezi kupewa kabisa Sushi. Uzani wa Kim unahusiana zaidi na upendo wake wa kupitiliza kwa jibini la Kiswisi la Emmental. Alipata mawasiliano ya kwanza na jibini hili la kifahari wakati wa masomo yake huko Uswisi, na tangu wakati huo hakuweza kuachana nalo. Uvutano wake ulichukua tone la giza wakati mwaka wa 2012 alipata guta kutokana na ulaji uliopitiliza. Lakini je, alikoma kula hii? Inaonekana ni vigumu. Katika mwaka huo huo, maafisa wa Korea Kaskazini walitembelea shule ya maziwa nchini Ufaransa ili kupata jibini la kifahari kwa ajili ya kiongozi wao. Walitaka kujifunza jinsi ya kulifanya, lakini walikataliwa kwa kujua kiongozi huyu mwenye sifa mbaya kwa namna fulani angejipatia njia ya kupata. Hakuna kitu kinachondolewa mbali naye, haitajali jinsi gali nadra au hata la kinyume. Umesikia sawa? Kiongozi wa Korea Kaskazini anapenda kaa na kavi pia. Vitu vyote viwili vinaruhusiwa kuingia Korea Kaskazini na Umoja wa Mataifa, lakini hakuna marufuku inayomzuia. Kim bado ananunua kavi bora kutoka bahari ya Caspian na kala ubora wa juu ili kuridhisha hamu yake ya kifahari kwa samaki. Ingawa yeye na baba yake, ambaye pia alipenda kaa, walijaribu kuendesha shamba la kaa la maji baridi nyumbani, halikuwa kufanikiwa. Kwa hivyo anapaswa kurejea kwa uagizaji. Kitoweo kingine cha maradi ya baharini anachopenda ni supu ya pinde ya papa, chakula kinachozua utata wa kiongozi mwenye utata. Iki hii kutoka Asia Mashariki ni maarufu sana, ambayo ilisababisha karibu kuangamizwa kwa papa, ikileta wasiwasi mwingi wa mazingira na maadili. Lakini ikiwa Kim hajali matokeo ya nyuklia, kwa nini angejali juu ya papa? Na ikiwa ulidhani kunywa supu ya papa ilikuwa chafu, ngoja uisikie habari za mvinyo wa nyoka, pendeleo la kiongozi mkuu, ambao una nyoka aliyekufa ndani ya chupa yake. Kwa bahati nzuri, chaguo lake la kinywaji bila pombe ni la amani kidogo. Kama unavyoweza kuwa umegundua sasa, yeye hufuata sana lishe ya afya. Hivyo unaweza kubashiri kwamba mazoezi hayana sehemu katika ratiba yake ya asubuhi. Hata hivyo, hata ana timu ya wanasayansi wa darasa la juu ambao lengo lao pekee ni kuongeza maisha yake kadri inavyowezekana. Ni kana kwamba wanajaribu kuhakikisha kwamba anabaki kiongozi mkuu milele. Kulingana na Washington Post, Kim Jong-un amekuwa akipokea matibabu kutoka kwa timu ya madaktari wa Kirusi wanaomtembelea mara kwa mara kupima afya yake na kutoa sindano na dawa. Na bila shaka hatuwezi kusahau kuhusu mpishi wake binafsi, ambaye hupika milo za kifahari zikiwa na viungo kama blueberries, karoti nyeusi na ginseng, ambavyo vyote vinaaminika kuwa na miujiza dhidi ya mchakato wa kuzika. Sasa hii ndio tunaita kuishi maisha ya anasa, sivyo? Shughuli za kila siku. Wakati Bwana Kim anapojisikia kuridhika vya kutosha kwanza siku, anatoka kwenye makazi yake ya kifahari na kutembelea viwanda, maeneo ya ujenzi, mashamba na masoko. Ratiba hii iliyothibitisha hutumikia kama sehemu ya kampeni ya propaganda iliyoandaliwa ili kufanya watu wa Korea Kaskazini wamuamini Kim ni kweli anajali ustawi wao. Walakini taswira yake ya umma iko mbali na yeye halisi. Kabla Kim hajatokeza hadharani, anapitia mashakato mzito wa kuonyesha taswira ya mfalme. Baada ya yote, yeye anadai cheo cha kiongozi mkuu, sivyo? Na wala usiulize kuhusu mtindo wa Bwana Kim. Yeye ni mkali sana kuhusu jinsi anavyovaa na anavyokusarifisha nywele zake. Kawaida huonekana akiwa amevaa suti nyeusi na tayo mara kwa mara jaketi ya mtindo wa Mao inayokumbusha mavazi ya babu yake. Kinyu yake cha nywele pia ni cha kipekee sana, ukiwa na pembe zilizonyolewa na kiwaha kikubwa ambacho kinafanya ionekane kana kwamba anakuwa kwa urefu zaidi. Katika Korea Kaskazini, mitindo ya nywele inayoidhinishwa tu na Kim Jong-un ndio inayoruhusiwa kufuata, ikionyesha ukali wake kuhusiana na muonekano wa raia.
Kiongozi mkuu hata hufanya matangazo ya televisheni kufundisha jinsi ya kunyolea nywele kulingana na viwango vya kijamaa vilivyowekwa. Inaruhusiwa mitindo bati tatu ya nywele, ikiwa apamblas kwa wanawake na tu kwa wanaume, yote yakithibitishwa mapema na serikali. Kwa kushangaza, hakuna mtindo wowote unaofanana na mtindo wa nywele wa Kim Jong-un, ambaye anapendelea kudumisha upeki wake. Mara nyingine huita kama kuvuta sigara, mlevi wa flura au hata ananaso. Ni vizuri kuzuia maoni yasiyofaa, kwani Kim huvumilia sana maswali. Kwake kama kiongozi mkuu, hahitaji kuzingatia maamuzi yake, akitoa sheria kulingana na mapenzi yake, hata kama zinaonekana kuwa za kigeni. Kuikosoa serikali ya Kim ni hatari sana, iwe ni Korea Kaskazini au mahali popote duniani. Kuhusu maslahi binafsi ya Kim Jong-un, inakuja upendo wake wa mpira wa kikapu, hasa NBA. Kiu yake katika mchezo huo ilianza wakati wa masomo yake Uswisi, akawa shabiki wa Chicago Bulls. Upendo huu ulimfanya awe na urafiki wa pekee na mchezaji wa zamani wa NBA, Dennis Rodman. Uhusiano kati ya Marekani na Korea Kaskazini umekuwa magumu daima, ukisisitizwa na nyakati za mivutano na migogoro, hasa zinazohusiana na mpango wa nyuklia na majaribio ya makombora ya nchi hiyo ya Asia. Hata hivyo, uhusiano pekee kati ya Korea Kaskazini na Marekani ni Dennis Rodman. Hivi majuzi kumekuwepo na mkutano wa kipekee sana. Ni Marekani yupi aliyekutana na kiongozi mpya wa Korea Kaskazini kwanza? Mchezaji mpira wa kikapu mwenye upekee, Dennis Rodman. Wakati wa ziara yake ya kwanza Korea Kaskazini mwaka 2013, Rodman alikutana na Kim Jong-un, ikisababisha urafiki usio wa kawaida uliojikita katika mapenzi yanayofanana kwa mpira wa kikapu. Licha ya utata unaohusiana na ziara za Rodman na mivutano ya kisiasa kati ya nchi hizo mbili, alisisitiza kuwa uhusiano wake na Kim Jong-un ulijikita zaidi katika mchezo wa mpira wa kikapu kuliko masuala ya kisiasa. Rodman tayari alikuwa amefichua mtazamo wake kwa dunia kuhusu Korea Kaskazini, akisema, si mwanasiasa. Kim Jong-un na watu wa Korea Kaskazini ni mashabiki wa mpira wa kikapu. Ninawapenda wote. Hata hivyo, kitweet hicho hakikuzungumzia kwamba upatikanaji wa Twitter umepigwa marufuku kwa raia wa nchi ambayo aliheshimu sana. Kwa umma, Kim Jong-un mara chache huonekana bila mojawapo ya saa zake za kifahari zikipamba mkono wake. Kulingana na gazeti la Telegraph, mkusanyo wake wa saa unathaminiwa kwa dola za Marekani milioni 8.2. Ni kushangaza, sivyo? Aidha, kamwe haondoki nyumbani bila darubini zake za kuaminika, kwa ikiwa atashangazwa na upapi wa roketi akitembea katika bustani. Ni muhai mkusalia machozi, sivyo? Lakini vipi Kim anavyosafiri kutoka sehemu moja hadi nyingine? Inaweza kuonekana kuwa ngumu kupata magari ya kifahari huko Korea Kaskazini kwa sababu ya viwazo vya kimataifa vinavyozuia mauzo yake. Hata hivyo, Kim hawaruhusu hilo kumzuia. Anamiliki mkusanyiko mkubwa wa magari, ikiwa ni pamoja na Audi R8 yenye thamani ya dola yanza 60,000, Range Rover iliyothaminiwa kwa dola 100,000 na hata Rolls-Royce Phantom uliositiriwa ambao unazidi dola milioni nusu. Na ni gari gani lake pendwa? Bila shaka limusini ya Mercedes Maybach. Anapopenda kutoa hisia nzuri, anawasili kwa limusini yake ya Mercedes-Benz yenye thamani ya dola milioni 1.6. Aidha, anamiliki magari mengine ya michezo na ya mbio katika garaji yake, jumla ikiwa zaidi ya magari 100 ya kifahari. Kwa mfano, mara moja aliendesha Rolls-Royce Phantom yake ya dola 500,000 kwenda kukutana na Mike Pompeo, mkurugenzi wa zamani wa CIA, na hilo halijamaliza. Kim Jong-un pia hugharamia kwa ukarimu kwenye maeneo mengine ambayo wengi wa Korea Kaskazini wangefurahia tu kuota kumiliki. Zingatia mashua yake ya kifahari ya miguu 95. Wakati wengi wanapenda tu kuwa na mashua, Kim Jong-un ni miliki mwenye fahari wa My Princess 925 Mem 1 iliyothaminiwa kwa dola milioni 7.
Mashua hii ya kushangaza ni mali ya kampuni ya kimataifa ya Kifaransa Louis Vuitton Moet Hennessy, ikiwa inajulikana kama LVMH, yenye umaarufu wa mavazi ya kifahari kama Louis Vuitton na Christian Dior. Mashua hiyo ya Uingereza ina deck tatu kubwa, jikoni, sebule kubwa, eneo la upishi na chumba cha kulia kwa hadi watu guest. Aidha, ina chumba kikuu, jikoni kamili na vyumba vinne vya kifahari. Inaweza kuhudumia vizuri hadi watu 8 katika vyumba vyake, kila moja ikiwa na bafu yake ya faragha. Dennis Rodman alipata nafasi ya kuelezewa mapambo ya ndani ya mashua ya kifahari ya Kim na akalinganisha na mchanganyiko wa feri na mashua ya mandhari ya Disney. Hakika ni kama kituo cha kifahari cha kupumzika kinachoelea kwa ajili ya kiongozi mmoja na wa juu pekee. Sasa usifikirie hata kwa muda mmoja kuwa hii ni boti pekee ya Kim. Kwa kuvutia, picha za sateliti zinaonyesha kuwa mbali na makazi yake binafsi, kuna boti nyingine kando mwa maji yenye urefu wa takriban mita 90. Makala ya NK News hata ilipendekeza kuwa Kim Jong-un ana jeshi la jet ski, boti yenye tobogan na boti ya starehe yenye urefu wa mita 60. Ni kama vile anajaribu kuwa karibu na Kardashians. Kim Kardashian anaweza kuwa na kipindi chake cha televisheni, lakini Kim Jong-un ana toleo lake la kufuatilia boti za udikteta. Kwa sasa inaonekana wazi kuwa kiongozi wa Korea Kaskazini anapenda kuishi kwa mtindo na starehe, huku watu wake wakikabili umaskini na njaa kali. Gharama ya mkusanyiko wake wa saa pekee yake inaweza kutoa chakula cha mchana mara 3 kwa nusu ya nchi. Lakini Kim hajali kuhusu hilo. Ni kitu cha kusikitisha, takriban 24% ya bajeti ya mwaka ya DPRK inatumika kwa watu wanaohakikisha kuwa yeye anabaki madarakani, jeshi, na asilimia nyingine tinta inatumika kikamilifu kwake na watu wake wa karibu. Hata hivyo, Kim anahitaji kuendeleza sura hiyo na anafanya hivyo kwa ustadi. Enatabasamu, kuchukua picha kwa pamoja na kuashiria umati wanaomshangilia kama kiongozi wao mkuu. Hata hivyo, Kim pia anajua kuwa hawezi kupendwa na wote. Ndiyo sababu yeye yuko tayari kutumia mamilioni kwa usalama wake binafsi, daima akiwa ametazamwa na kikosi cha walinzi. Kuingia kwenye kikosi hicho si mzaha. Walinzi hawa ni hodari na silaha, wapiganaji waliofunzwa vizuri na wanamichezo wa martial. Ili kuwa sehemu ya timu hii ya kipekee, ni lazima uwe chini ya mita 165. Kim hampendi kuwa mdogo kuliko wengine na kuhakikisha kwamba hakuna mtu katika usalama wake anaye kuwa mrefu kuliko yeye. Aidha, anaishi katika nyumba yenye ulinzi mkali na kuta kubwa, ukaguzi wa usalama wa makini na kamera za uchunguzi. Anatumia mawasiliano iliyobadilishwa kwa siri kudumisha mazungumzo yake ya faragha, na anategemea kikundi kidogo cha washauri waaminifu. Mapango makubwa wa usalama huu humlinda wakati wote wa siku. Safari yake hufanyika kwa ndege 3 zinazofanana ili kuchanganya tishio lolote linalowezekana na kupunguza hatari. Anabadilisha mipango ya ndege mara kwa mara dakika ya mwisho na kutumia magari ya kudanganya ardhini, akilinda dhidi ya ishara yoyote ya hatari. Kama mtu anayeweza kusanifisha mauaji ya ndugu yake mwenyewe, ni kawaida kwake kuwa na wasiwasi kuhusu usalama wa kibinafsi. Ili kudumisha udhibiti juu ya nguvu yake huko Korea Kaskazini, Kim Jong-un aliagiza kifo cha ndugu yake wa kamili aliyetazamwa kama mpinzani na kitisho kwa utawala. Wachache wanajua kuhusu Kim Jong-nam, ndugu wa kamili wa Kim Jong-un. Kim Jong-nam zamani alikuwa mrithi mzuri wa uongozi wa Korea Kaskazini, lakini alienda kinyume na baba yake Kim Jong-il baada ya kukamatwa akitaka kuingia Japani na pasipoti bandia mwaka wa 2001. Tarehe 9 Februari 2009, kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kuala Lumpur, Malaysia, Kim Jong-nam alikuwa akisubiri kupanda ndege kwenda Macau. Aliposonga karibu na nguzo, mwanamke mmoja alimkaribia na akamwagiza mchanganyiko mafuta kwenye uso wake.
Mara moja, mwanamke mwingine alimjia nyuma na akafunika macho yake kwa mikono. Kisha akasogeza mikono yake kinywani mwake, akatoa pole haraka na akaondoka. Kiowevu kilichotumika kwenye shambulio hilo kilikuwa ni mpira wa kudungua VX, moja ya silaha za kemikali zenye sumu kali zaidi duniani, inayoweza kusababisha kupooza, kifafa na kifo kwa kushindwa kupumua. Kim Jong-nam alifariki ndani ya dakika 20 kabla hajapata matibabu hospitalini. Mauaji hayo yalirekodiwa na kamera vya usalama na kusababisha msukumo kimataifa. Shaka inaangukia kwa ndugu yake mwenyewe, Kim Jong-un, kama mtu alianda shambulio hilo. Inaaminika alifanya hivyo kwa hofu kwamba ndugu yake angeweza kumpinga au kuhatarisha sifa yake kama kiongozi pekee wa Korea Kaskazini. Inaonekana wazi kwamba alifanikiwa katika malengo yake. Mauaji ya Kim Jong-nam yalifunua jinsi mbali Kim Jong-un yuko tayari kufika ili kuondoa wapinzani, na ilikuwa onyo kwa yeyote katika utawala ambaye angefikiria kukiuka amri zake. Kwa kumondoa kikatili ndugu yake mwenyewe, Kim Jong-un alithibitisha mamlaka yake na kuonyesha kuwa yuko tayari kwa chochote kuendeleza madaraka yake ya ukamilifu. Maisha ya usiku ya Kim Jong-un ni ya kipekee sana. Badala ya kupumzika nyumbani na mkewe na watoto baada ya siku ndefu ya majukumu na wajibu wa uongozi, yeye hupendelea kutumia usiku wake kujiburudisha. Akiwa na ukumbi wa sinema binafsi wa kuvutia, Kim huwaalika marafiki wa karibu, familia na maafisa waaminifu kuangalia uteuzi wake wa filamu na vipindi anavyopenda. Kutoka kwa filamu za Hollywood hadi makala za wanyama, yeye hufurahia mbalimbali ya maudhui, ikiwa ni pamoja na dramas na filamu za Korea Kusini, hata kama zimepigwa marufuku Korea Kaskazini. Mbali na hayo, yeye huangalia vituo vya televisheni vya kigeni ili kusalia habari za dunia. Ukumbi wake wa sinema si tu unatoa burudani, bali pia hutumika kama jukwaa la kuonyesha mamlaka yake na mafanikio kwa wageni, kama ilivyotokea katika sherehe ya siku ya jeshi la majini ya Korea Kaskazini, ambapo video ya jaribio la nyuklia la hivi karibuni ilionyeshwa ili washiriki wapige makofi na kusherehekea. Kwa sherehe zenye anasa na uchangamfu, Kim Jong-un bila shaka anaona maisha ya usiku kwa njia ya pekee. Anajulikana kwa kuendeleza sherehe za anasa ambazo zinaleta dhana ya anasa kwenye kiwango kipya. Dennis alikuwa na fursa ya kuhudhuria moja kati yao na alisema kwamba mwenyeji daima ana watu kati ya Stampede na Sisted karibu naye kila wakati, wote wakifurahia vinywaji na kujiburudisha. Ikiwa mtu anakunywa chupa ya tequila, ni ile bora daima. Tukio hili la kifahari linazingatia vyakula vya kifahari, vinywaji na hasa wanawake. Kwa kushangaza, kiongozi wetu mkuu pia ana alichojulikana kama kipumjo, ingawa sasa usiri wake ni washaka. Hii ni mojawapo tu ya anasa katika maisha yake. Kipumjo au kipumjo kama wanavyoitwa Korea Kaskazini ni kikundi cha wanawake takribani 20,000 ambao wanawajibika kumburudisha Kim Jong-un na maafisa wake waandamizi nchini Korea Kaskazini. Kulingana na ripoti, wanawake hawa wamegawaniwa katika makundi tofauti. Baadhi yao wanajishughulisha na kuimba na kucheza, wengine kutoa msaada wa mamasaji, na wengine wako pale kwa shughuli za karibu zaidi. Unaweza kujiuliza kuhusu uwepo wa mke wa Kim Jong-un, Ri Sol-ju, ambaye anajulikana hadharani kama mtu wa familia. Hata hivyo, kuna tetesi kwamba mke wake mara nyingi humfuata kwenye mikutano ya umma ili kudumisha taswira ya kiongozi wa familia na mwenye huruma mbele ya umma. Bila kujali uwepo wa mke, Kim Jong-un hufanya chochote anachotaka na watumwa wake, akionyesha wasiwasi mkubwa kuhusu muonekano wa umara wake. Mwaka 2011, kwa mfano, alitumia kiasi kikubwa cha 3.8 milioni kwa nguo za ndani pekee. Anawafanya wafanyakazi wake uchunguzi wa afya wa kina ili kuhakikisha kuwa wako katika hali nzuri. Kuna uvumi kwamba ananunua nyoka ghali,
kwani inaaminika kuwa ina mali ya dawa ya jadi huko Korea Kaskazini ambayo inadaiwa kuongeza nguvu za kiume. Ingawaje vinywaji vya eneo vinapatikana, Kim bila shaka anapendelea kuingiza vinywaji vya bei ghali kwa watawala, akikatisha wastani wa 9 milioni kwa mwaka. Hata hudhuri kwamba ameingiza vifaa vya sauna vya ubora wa juu kwa ajili ya kupona kwa hangover. Kwa kushangaza, Kim anaingiza zaidi pombe kwa matumizi yake binafsi kuliko watu wengi watatumia katika maisha yao yote. Mwaka 2019, bandari ya Rotterdam, Uholanzi, ilikamata mikupu 90,000 ya vodka ya Kirusi iliyodhaniwa kuwa ililengwa Pyongyang. Meli iliyounganishwa na kampuni ya Kichina inayojulikana kama COSCO Shipping ilizuiwa Rotterdam kwa msingi wa habari kutoka Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi. Kama vipimo zaidi ya vodka 3,000 zilikatwa zikiwa vimewekwa ndani ya meli baada ya ukaguzi. Ingawaje Umoja wa Mataifa uliweka vikwazo kwa kuagiza bidhaa za anasa kwa Korea Kaskazini, nchi imejaribu kukiuka vikwazo hivi miaka ya hivi karibuni. Ripoti zinaashiria kuwa vodka ililenga kufurahisha Kim Jong-un na maafisa wake wa juu wa kijeshi. Ijapokuwa usafirishaji maalum huu haukufika Pyongyang, ni jambo la uhakika kwamba shehena kama hizo zinawasili mara kwa mara pwani za Korea Kaskazini. Champagne Cristal pia ni chaguo la kawaida kati ya wadikteta mbaya zaidi duniani, ikiwa ni pamoja na Kim Jong-un. Wakati wa mkutano na Daily Mail, Kenji Fujimoto alifunua kwamba upendo wa Kim kwa vinywaji vya kifahari kunaweza kuchangia katika ongezeko lake la uzito linalodumu. Fujimoto aliambia tovuti kwamba alikuwa akipenda sana Champagne Cristal, kwa kawaida akiniwa takriban chupa 2 kwa wakati moja. Cristal inayozalishwa na mali ya Louis Rodre tangu 1976 kufuatia ombi la Tsar Alexandre II wa Urusi, inaelezwa kuwa champagne iliyobanwa na kurekebishwa sana, ikijulikana kwa muundo wake laini na harufu za matunda. Zaidi ya hayo, inajulikana kwa kuwa ghali sana, na mara nyingi chupa za kawaida zikiuzwa kwa zaidi ya 100, na baadhi ya aina kubwa zaidi zikiwakilisha zaidi ya $1,000. Kuzingatia kuwa jina la Cristal linahusishwa na mtindo wa maisha wa anasa na wa kupindukia, si ajabu kwamba Kim Jong-un anapenda kinywaji. Mapendeleo mengine ni pamoja na Hennessy ghali, chapa iliyojulikana ya cognac ya Kifaransa. Ripoti zinaonyesha kwamba wakati wa utawala wa Kim Jong-il, Korea Kaskazini ilikuwa ikitumia takriban 1 milioni kila mwaka kwa Hennessy, ambayo inauzwa kwa karibu $60 kwa chupa katika nchi hiyo. Dhamani hizi ni za maana, ikizingatiwa kuwa wengi wa Korea Kaskazini hawapati kiasi hicho kila mwaka. Kim Jong-il alikuwa mara nyingi anaonekana akifurahia Hennessy kwenye matukio rasmi, na inawezekana kwamba Kim Jong-un amerithi mapendeleo hayo. Kuna uwezekano kuwa bado kuna mkusanyiko wa Hennessy wa Kim Jong-il ukihifadhiwa mahali fulani. Ingawa haijulikani kwa hakika kiasi cha kila siku cha Hennessy kinachotumiwa na Kim Jong-un, matumizi makubwa ya nchi katika uagizaji unaonyesha kuwa mamia ya maelfu ya chupa huletwa kila mwaka. Hata ikizingatiwa kundi lake la kijeshi, kibalozi na marafiki wa karibu, idadi ya cognac inayoagizwa ni ya kushangaza. Kenji Fujimoto alisema kuwa Kim Jong-un anapenda divai za Kifaransa na huenda ameshaila chupa desu za Bordeaux katika usiku mmoja. Lakini kauli hii inatoka kwa mtu aliyesema Kim alianza kuendesha gari akiwa na miaka 3, hivyo inashauriwa kuchukulia kwa upinzani kidogo. Linapokuja swala la gharama, divai ya Bordeaux inaweza kutofautiana kutoka bei rahisi sana, dola kadhaa kwa chupa, hadi ghali sana kufikia maelfu ya dola, ikitegemea shamba la zabibu na mwaka. Hata hivyo, ni nadra Kim angechagua chaguo la bei rahisi zaidi. Sasa, kuhusu kauli juu ya chupa 10 katika usiku mmoja. Chupa ya kawaida ya divai nyekundu kawaida ina takriban vikombe 5.
Hivyo usiku huo wa kumbukumbu, Kim angekuwa amekunywa takriban dozi 50 za kawaida. Kwa kumbukumbu tu, kunywa vikombe 5 vya divai kwa wiki inaweza kuwa na matokeo hasi sana kwa afya na labda kupunguza matarajio ya maisha. Kuhusu athari sahihi kwa afya ya mtu anayetumia vikombe 20 vya divai katika kikao kimoja, uelewa wetu ni mdogo. Hii hasa ni kwa sababu ingekuwa karibu haiwezekani kufanya jambo kama hilo bila kupoteza fahamu au kukabiliana na matatizo makubwa ya kiafya. Ikiwa una bilioni, ni vigumu kuwazia ungepatikana dukani unanunua sigara nyuma ya kisanduku. Na hivyo ndivyo inavyotokea na Kim Jong-un, ambaye hutumia pesa kununua sigara za Kifaransa za kifahari pamoja na vitafunwa vilivyoboreshwa kawaida vinavyopendwa na vinywaji vya pombe. Aina ya Yves Saint Laurent anayoipendelea inagharimu 44 fors kwa pakiti, na mfuko wa ngozi unaoambatana unagharimu $165. Unaweza kuamini hilo? Ni wazi kuwa mpangilio wa kila usiku wa Kim ni wa kipekee na si wenye afya sana. Usiku, Kim Jong-un hushiriki katika majadiliano kuhusu masuala ya nchi, kutoa picha kwamba anasimamia kwa ufanisi. Ingawa washauri wake na wataalam waaminifu ndio kawaida hufanya uamuzi mwingi wa serikali, mikutano hii ya usiku inamruhusu kuonesha maslahi katika masuala ya nchi. Kujihusisha huku kwa ishara husaidia Kim Jong-un kuendeleza taswira ya kiongozi anayejali kwa kweli masuala ya kitaifa, hata kama maamuzi ya vitendo mara nyingi hutegemea washauri wake. Baada ya siku yenye shughuli nyingi za kusumbua kama utekelezaji na mafungu ya chakula na sherehe, anapata ugumu wa kulala, hasa kutokana na mchanganyiko wa sababu. Kim ana tabia ya kunywa kupita kiasi mara kwa mara, hata kufikia hatua ya kupoteza fahamu kutokana na ulevi. Inaonekana kwamba hawezi kulala bila kunywa kiasi kikubwa cha pombe mapema. Kunywa kupita kiasi cha pombe kunaweza kuchangia matatizo yake ya usingizi. Aidha, mfumo wake wa kulala ni usio wa mara kwa mara, akibaki macho hadi usiku wa manane. Kutangazwa kwake kuwa na uchovu wa kulala ni moja ya sababu, ikifanya kuwa vigumu kupata usingizi wa kutosha. Uchovu wa kulala unaweza kuwa unahusiana na akili iliyosumbuliwa au hisia za hatia zinazofaa katika kesi yake. Hata hivyo, si mambo ya kisaikolojia pekee yanayoathiri usingizi wake. Tabia zisizo na afya kama kula kupita kiasi na kutegemea pombe na tumbaku zinaongezeka pia ni vichocheo vinavyoweza kuwa na madhara. Upendeleo wa Kim kwa vyakula na vinywaji vya anasa unaweza kuathiri afya yake. Aidha, watoro kutoka Korea Kaskazini wanadai kwamba ana wasiwasi mkubwa wa kufanyiwa mauaji wakati akilala. Kwa mwenendo wake wa utata, kama kutekeleza kifo cha mjomba wake na ukandamizaji wa watu wake, si vigumu kuelewa jinsi wasiwasi huu unavyoweza kuathiri afya yake ya kiakili. Hii inamaliza video ya leo. Kipi katika maisha ya kila siku ya Kim Jong-un kilichokushangaza au kukushtua zaidi? Shiriki maoni yako kwenye maoni hapa chini, napata maudhui zaidi ya kuvutia kwenye skrini yako.